Kwa nini China na Russia zimepinga azimio lililopendekezwa na Marekani kuhusu Gaza? Russia na China ambazo ni wanachama kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa zimetaka kufutwa kikamilifu tume ya amani kwenye matini ya rasimu iliyowasilishwa na Marekani kwenye Baraza Kuu kuhusu Gaza. Russia na China Ijumaa tarehe 14 Novemba zilipinga rasmi toleo lililorekebishwa la rasimu ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu Gaza. Rasimu hiyo ambayo iliwasilishwa na Marekani ilitayarishwa kwa mujibu wa mpango wa vipengele 20 wa Donald Trump kwa ajili ya kusitisha vita na kuijenga upya Gaza, na imejikita kuhakikisha kuwa kikosi cha kimataifa cha askari jeshi kitatumwa katika eneo hilo la Palestina hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2027. Rasimu hiyo iliyofanyiwa marekebisho ilichapishwa Alhamisi iliyopita, ambapo sasa imejumuisha mabadiliko madogo. Hata hivyo, rasimu hiyo ingali inasisitiza kuundwa tume ya amani ya muda kwa ajili ya kusimamia masuala ya Gaza. Tume hiyo inatazamiwa kuwa na jukumu la kusimamia kikosi cha askari jeshi wa kulinda amani na suala la upokonyaji silaha kikamilifu katika ukanda wa Gaza, hutoa mafunzo kwa jeshi la polisi la Palestina, kusimamia mipaka kati ya Misri na utawala wa Israeli na kuwezesha misaada ya kibinadamu. Russia na China, nchi wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambazo zina haki ya kura ya veto, zimetaka kufutwa kikamilifu tume hiyo ya amani katika matini rasimu ya azimio. Wanadiplomasia wa nchi mbili hizo wamesema kuwa zaidi ya nusu ya matini hiyo ya rasimu iliyopendekezwa haitoshi, haiko wazi au haijajumuisha masuala ya dharura, na kusisitiza kuwa kikosi cha askari jeshi wa kulinda amani kinapaswa kuwajibika kwa kusimamiwa kwa moja na Baraza la Usalama na si tume fulani ya muda ambayo inaweza kuwa chini ya ushawishi wa Marekani na Israeli. Nchi hizo mbili zinasisitiza kuwa upo ulazima kwa Umoja wa Mataifa kusimamia kikamilifu kikosi chochote cha kigeni huko Gaza, na zinaamini kuwa rasimu hiyo haitoshi kuwadhaminia Wapalestina haki zao na kwamba haionyeshi njia ya wazi ya kuelekea kuundwa taifa huru la Palestina. Russia na China zimesema zitapiga kura ya turufu dhidi ya rasimu hiyo iwapo haitafanyiwa mabadiliko ya kimsingi. Sababu za upinzani wa Russia na China: 1. Wasiwasi kuhusu ushawishi wa Marekani na Israeli. Azimio hilo lililopendekezwa na Marekani linajumuisha kuanzishwa kile kilichopewa jina la tume ya amani ya muda kuitawala Gaza. Tume hiyo itatekeleza majukumu yake kama vile kupokonya silaha kikamilifu katika ukanda wa Gaza, kutoa mafunzo kwa jeshi la polisi la Palestina, kufuatilia mipaka kati ya Misri na Israeli na kuwezesha misaada ya kibinadamu. China na Russia zinaamini kuwa chombo kama hicho kinaweza kuwa chini ya ushawishi wa moja kwa moja wa Marekani na Israeli na kuwa wenzo kufanikisha maslahi yao katika eneo la Asia Magharibi. 2. Kufuta nafasi ya Palestina. Katika rasimu hiyo, mamlaka ya Palestina haina jukumu lolote katika kusimamia kipindi cha mpito cha Gaza. Kwa mtazamo wa China na Russia, hii ina maana ya kupuuza haki ya Palestina ya kujiainishia mustakabali wao na inaweza kuhoji uhalali wa kisiasa wa mpango huo. 3. Kulidhoofisha Baraza la Usalama. Wanadiplomasia wa Russia na China wamesisitiza kuwa kikosi cha kulinda amani kinapaswa kufanya kazi chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa Baraza la Usalama na si tume ya muda. Wamesema kuwa rasimu hiyo inadhoofisha nafasi ya Baraza la Usalama la UN na kwamba zaidi ya nusu ya yaliyomo hayako wazi na haikuzingatia masuala ya msingi muhimu. 4. Ushindani wa kijiopolitiki na Marekani. Upinzani wa China na Russia pia unaweza kuchambuliwa katika fremu ya ushindani wa kijiopolitiki wa nchi hizo mbili na wa Marekani. Katika miaka hivi karibuni, nchi hizi mbili zimejaribu kupunguza ushawishi wa Washington katika maeneo nyeti duniani, hasa eneo la Asia Magharibi. Upinzani dhidi ya mpango wa Marekani huko Gaza ni sehemu ya sera hii kuu. Kwa kifupi ni kuwa upinzani wa China na Russia dhidi ya azimio lililopendekezwa na Marekani kuhusu Gaza unatokana na wasiwasi kuhusu ushawishi wa Washington na Israeli, kufutwa nafasi ya Palestina na kulidhoofisha Baraza la Usalama. Upinzani huu unaweza kuwa na athari muhimu kwa kile kinachotajwa kama mchakato wa amani na mustakabali wa Gaza. Hatua hii ina matokeo kama vile kushindwa kuafikiwa mwafaka kimataifa, kuendelea mgogoro wa kibinadamu na kuongeza ushindani wa kijiografia, kisiasa kati ya Mashariki na Magharibi. Mwishoni, tunaweza kusema kuwa upinzani huu unaonyesha kuwa mustakabali wa Gaza haufungamani tu na makubaliano ya ndani ya Palestina tu, bali pia una ushindani wa madola makubwa. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Jarida la Wall Street Journal limefichua kwamba vita vya miaka miwili vya ukanda wa Gaza
havikuwa tu janga kubwa la kibinadamu, bali pia muamala mkubwa wa biashara kwa makampuni ya Marekani yaliyopata mabilioni ya dola kutokana na mauzo ya silaha kwa Israeli kwa msaada mpana wa kisiasa na kiuchumi kutoka Washington. Jarida hilo limeongeza kuwa mauzo haya yalilenga safu isiyo na kifani ya usambazaji wa silaha za Marekani kwa Israeli na kuunda mtiririko endelevu wa faida ambao wanufaika wake wakuu walikuwa makampuni kama vile Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics na Caterpillar. Kwa mujibu wa ripoti ya Benoit Falcon, uchambuzi wa gazeti hilo kuhusu data ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani umeonyesha kuwa Washington iliidhinisha mauzo ya silaha yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 32 kwa Israeli tangu Oktoba 2023, ikiwakilisha ongezeko kubwa la misaada ya kawaida ya kijeshi. Boeing ndiyo iliyopata faida kubwa zaidi baada ya kupata idhini ya mikataba yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 26, ikiwa ni pamoja na mauzo ya ndege za kivita za F-35 na mabomu yanayoongozwa. Makampuni mengine pia yamefaidika na mikataba ya kuiuzia Israeli makombora ya vifaru, vipuri na magari ya kivita. Jarida hilo limesema kwamba mzigo wa kifedha kwa mikataba hiyo ulibebwa na walipa kodi wa Marekani baada ya ufadhili wa kijeshi wa Marekani kwa Israeli kupanda kutoka dola bilioni 3.3 kila mwaka hadi dola bilioni 6.8 mwaka jana, bila kuhesabu misaada isiyo ya moja kwa moja. Vilevile, makundi ya harakati za Palestina zimetangaza kuwa zinapinga uwepo wowote wa kijeshi wa kigeni au kambi za kimataifa ndani ya ukanda wa Gaza, zikisisitiza kwamba suala hilo linawakilisha ukiukwaji wa moja kwa moja wa mamlaka ya kujitawala ya Palestina. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, harakati za kupigania uhuru za Palestina zilikosoa rasimu ya azimio lililopendekezwa na Marekani itakayopigiwa kura Jumatatu katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, zikisema ni hatari sana kwa sababu inafungua njia ya madola ya kigeni kudhibiti maamuzi ya kitaifa ya Palestina. Harakati hizo zimeongeza kuwa rasimu hiyo inabadilisha kile ilichopewa jina la idara ya ukanda wa Gaza na ujenzi mpya kuwa chombo cha kimataifa kisicho na mipaka, hivyo kuwanyima wa Palestina haki yao ya kusimamia mambo yao wao wenyewe. Taarifa ya harakati hizo imesisitiza kuwa rasimu iliyopendekezwa na Marekani ya kuanzisha kikosi cha kimataifa katika ukanda wa Gaza inalenga kulazimisha usimamizi wa kimataifa katika eneo hilo la Palestina na kupitisha maamuzi yenye upendeleo. Vilevile Rais wa Venezuela amesisitiza uungaji mkono kamili kwa haki za watu wa Palestina na haja ya kutekelezwa haki dhidi ya jinai na vitendo vya mauaji ya kimbari. Kwa mujibu wa mtandao wa Al Mayadin, Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza kwamba amani ya kweli itapatikana tu wakati haki na uadilifu utakapotekelezwa dhidi ya uhalifu na vitendo vya mauaji ya kimbari. Rais wa Venezuela aliendelea kusema kuwa nchi yake inatangaza uungaji mkono wake usio na masharti kwa haki za watu wa Palestina na inatumai kuwa makubaliano ya kina na halali yanaweza kufikiwa ambayo yanadhamini haki za kisheria za watu wa Palestina. Aidha, amesisitiza kuwa suala la Palestina ni suala takatifu zaidi na kwamba wananchi wa Palestina wana haki isiyopingika ya kuishi kwa amani na kuanzisha nchi huru. Hayo yanajiri katika hali ambayo serikali ya Venezuela imepinga vikali mpango wa utawala wa kizayuni wa Israeli wa kukalia kwa mabavu ukanda wa Gaza na kuitaja hatua hiyo kuwa ni kuzidisha mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina. Vilevile, hatua ya makundi ya walowezi wa kizayuni wenye misimamo ya kufurutu ada ya kuchoma msikiti wa Haja Hamida katika ukingo wa magharibi kwa Palestina inayokaliwa kwa mabavu imelaaniwa katika kila kona ya dunia. Chuo kikuu cha Kiislamu cha Al-Azhar nchini Misri kimetangaza kwenye taarifa yake kwamba hatua hii inaakisi tabia ya kishenzi ya watu wenye misimamo mikali ambao hawaheshimu matukufu ya nyumba ya Mwenyezi Mungu na wanadhihirisha misimamo yao mikali ya chuki dhidi ya kila kitu cha Kiislamu. Walowezi hawa wa kizayuni waliteketeza kwa moto msikiti wa Haja Hamida ulioko kijiji cha Deir Isya kaskazini magharibi mwa mji wa Salfit alfajiri ya Alhamis. Shukran kwa babu kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.